yake. Biblia inasema Bwana Mkombozi wako, Mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa faida. Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 13 mpaka ule wa 14, Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Tusome wote mstari wa 14, 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Tulishakombolewa. Bwana asifiwe. Tulishakombolewa. Yesu alitukomboa kwa bei ya mauti yake pale msalabani, akajitoa, akakubali kutoa uhai wake ili mimi na wewe tukombolewe kutoka katika laana. Sasa kwa nini mpaka leo tuna laana? Ni kwa sababu hatuendi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Amen. Hata msiposema amen, message sent. Haleluya. Tulishakombolewa. Kristo alikubali kubeba laana, akapanda nayo pale msalabani, akamaliza yote. Lakini kwa nini leo bado tuko chini ya laana? Ni kwa sababu hatutaki kutii, hatutaki kwenda sawasawa na neno la Mungu. Kwa sababu gani? Kwa mfano, tulijifunza habari ya utoaji wa sadaka ya fungu la 10. Wengi tunaiba, na Biblia imesema kwa sababu tunaiba sisi tumelaaniwa kwa laana. Ingawaje tulishakombolewa, kwa sababu hatutendi mapenzi ya Mungu tunalaaniwa. Na mimi nilikwambia, laana isiyo na sababu haipigi mtu, lakini laana ikiwepo sababu inakutandika. Kwa hiyo kama Kristo alitukomboa kwa laana, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, kwa sababu imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Kwa nini Kristo alipambana kutuondolea hiyo laana? Ili kwamba baraka ya Ibrahimu itufikirie, ituwasilie. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mtu anaelewa kitu hapo. Kristo alitukomboa kwenye ile laana ili baraka ziwepo. Ndio maana sasa na mimi nasema hivi, tunaenda kuomba rehema juu ya ule mlango tulioufungua wenyewe wa laana, ili mafanikio yatuwasilie, ili baraka zije kwetu. Hauwezi kupokea baraka ukiwa chini ya laana. Lazima tuende mbele za Mungu, tumwambie Baba, tumekosa, tumekuibia, hatujawa waaminifu kwenye utoaji, hatujawa waaminifu kwenye kukutolea wewe, tumetoa kawaida. Matokeo yake hatuzioni baraka, badala yake tunaona laana, kwa sababu hatujatembea sawasawa na neno lako. Amen. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Sijui kama tuko pamoja. Niambie jirani yako, leo tunaomba. Amen. Tunaomba kwa sababu gani? Inawezekana jana sikukuambia sawa sawa. Unapotaka kuingia kwenye maombi ya toba, cha kwanza tambua, kubali kwamba kuna mahali nimekosea. Kuna mtu anaweza akakosea, akaambiwa wewe
kuna kosa la wizi. Halafu kwa kule kutetemeka kwake akakubali tu, ndio nimeiba, wakati hajaiba. Hata kuomba msamaha hawezi, kwa sababu anakubali nimeiba, kwa sababu anatetemeka na vitisho fulani. Lakini ukitaka kuchomoka vizuri hapo kwenye hili eneo, kwanza tambua. Amen. Elewa wapi ulipokosea. Nilifundisha juzi, mama mmoja akasema, kwa kweli mtumishi ulivyotufundisha, mimi nimejiona kama ni jambazi sugu. Nimekumbia Mungu vya kutosha, sijatoa zaka vizuri, sijatoa sadaka ya fungu la 10 vizuri. Yaani huyu mtu leo hata tukisema hebu tuingie sasa kwenye maombi ya toba, anaweza akamiminika vizuri, kwa sababu anajua, ametambua wapi alipokosea. Na maombi ya namna hiyo ni mazuri kweli kweli, kwa sababu unatambua ulipokosea, unaenda kutengeneza ili uanze upya. Amina, watoto wa Baba. Hebu tusome tena kile kitabu cha Luka. Kumbuka tunaweka misingi kwa ajili ya kuomba. Luka 15. Naomba tusome kuanzia mstari wa 11 mpaka ule wa 20. Wale wanaoandika unaweza ukaandika. Biblia inasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwendea babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyote, akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujilisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia, mstari wa 17 tusome 1, 2, 3. Alipozingatia moyoni mwake, Amen. Meona hicho kitu eh? Huyu ni mwana mpotevu, wengi tunapenda kuita hivyo, si ndio? Hii ni habari ya mwana mpotevu aliyeenda kwa baba yake ambaye ni tajiri, baba yake ambaye alikuwa na kila kitu, ana utele wote, kama vile mimi na wewe leo. Baba yetu wa mbinguni ana kila kitu. Haleluya! Huyu mwana mpotevu anaenda kwa baba yake, anamwambia, baba, najua wewe una kila kitu kama mimi na wewe tunavyoomba. Kwa sababu una kila kitu, ninaomba unipatie sehemu ya mali inayoniangukia ili mimi nifaidi mali yangu. Amen. Si ndio maombi tunayoomba? Tunaendaga kwa baba, baba, ninaomba unibariki, nifungulie milango ya baraka kwenye kazi, nifungulie milango ya baraka kwenye elimu, nifungulie milango ya baraka kwenye huduma, fungua hata kwenye biashara, kwenye ofisi. Yaani tunaomba tupewe sehemu ya kwetu. Lakini tunapopewa hivi, kweli tunatumia sawa sawa? Wengi hapa tumepewa. Mwambie jirani yako, wewe ni wakili tu. Mwambie tena, wewe ni wakili tu. Yaani hivyo tulivyopewa, Mungu amewekeza. Kuna siku atadai, kuna saa huwa anadai. Ndio maana anasema, leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana, ili kiwemo chakula nyumbani mwangu. Hapo anasema, mkanijaribu kwa njia hiyo, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata nafasi isiwepo ya kutosha. Amen. Kwa sababu gani? Tunaenda, baba, naomba nibariki, niinue, nifanikishe. Baba anatupatia. Anarudi anasema, mwanangu, katika mafanikio yako niliyokupatia, hebu nipe tu 10 kwenye hilo eneo. Tunaanza hapo, wewe nimepata 100,000 nitoe 10,000 kweli? Haiwezekani.
wetu 2000. Wanaotoa fungu la 10 na mimi niko mbele. Halafu zinazobakia tunajua namna tunavyozitumia.